Habari za wakati huu, karibu sana kwenye mshike. Jina langu ni Kennedy Moses, lakini leo tunaenda kitofauti kidogo kwa sababu dabi ya Kariakoo itapigwa tarehe mosi mwezi wa 3. Yapo ambayo yanaendelea kule visiwani Zanzibar. Huko kuna mwenzangu wa Lowatan Ramadhan Goda amekita kambi kuelekea dabi ya tarehe 1 ambayo itakuwa inazikutanisha Yanga dhidi ya Simba, na ndiye ambaye atatupa yale ambayo yamejiri japo kwa uchache tu kutoka visiwani humo kuelekea dabi ya Kariakoo. Ngoda, karibu. Basi nashaka uko vizuri ndugu yangu, na miongoni mwa wale ambao umekuwa ukitujuza ni pamoja na namna ambavyo amshamsha kuelekea dabi huko zinaendelea. Zanzibar ikoje hii leo? Kennedy Moses, utachagua mwenyewe ni methali gani uweze kuondoka nayo. Kama utachukua ile methali ya dalili ya mvua ni mawingu, au utachukua methali ya mwanzo wa ngoma ni lele, wewe mwenyewe ndio utakayeamua methali gani uondoke nayo, kwa sababu ni kama vile kumeanza kukucha sasa. Baada ya timu hizi mbili kuwasili, heka zimeanza, hali imebadilika kabisa, na lile joto la watani wa jadi, joto la dabi ya Kariakoo limepanda na limefikia kwenye kiwango ambacho thermometer inayoweza kupima ni thermometer ambayo inatokana na mchezo wenyewe, kwa maana ya mchezo wa watani wa jadi Yanga na Simba. Mambo yamechangamka na kila kitu kimebadilika kabisa. Basi tujuze ulionayo kutoka visiwani humo kuelekea dabi tarehe 1. Asante sana Kennedy, na kama ilivyoada, bila kupoteza muda, tuanze moja kwa moja kuzigusia zile taarifa ambazo tumekukusanyia kutokea hapa visiwani Zanzibar kuelekea dabi ya Kariakoo. Kwa kwanza tuanze na taarifa ya kuwasili kwa kikosi cha Young Africans ambacho tayari kimewasili kwa maandalizi ya mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya watani wao wa jadi Simba utakaochezwa Machi mosi katika uwanja wa New Aman Complex. Baada ya kuwasili, kocha mkuu wa Young Africans Pedro Gonçalves na nahodha msaidizi wa kikosi hicho Nixon Job Dickson wamekiri kuwa mchezo hautakuwa mwepesi kwao, lakini wapo tayari kwa mapambano. Ni boti ya Kilimanjaro 4 ikiwasili bandari ya Malindi Zanzibar, na ndani ya boti hiyo wapo wachezaji wa Young Africans, mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC, wakifika hapa Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa Machi mosi, dabi ya Kariakoo dhidi ya watani wao wa jadi Simba Sports Club ndani ya dimba la New Aman Complex. Kuwasili kwa Yanga maana yake shamra zinaanza rasmi hapa Zanzibar, na tayari watu wameshafika hapa kwa ajili ya hiyo dabi, na ni mechi kubwa ukanda huu wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Tusubiri na kuona itakuwaje, lakini hapa tumepata maoni kutoka kwa kocha na captain wa Yanga ili kuona wanauchukuliaje mchezo wa Jumapili katika dimba la New Aman Complex Zanzibar. Sisi kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa dabi, na tunaamini leo tutaanza maandalizi kuelekea katika mchezo huo, na kikubwa tutakwenda kupambana kuweza kupata matokeo mazuri. Mmeshinda mara 6 mfululizo. Hii pengine nawapa tahadhari zaidi kwamba muwe makini kuelekea mechi inayokuja. Inatupa tahadhari kwa sababu tunahitaji kuendelea kufanya vizuri, na hatuwezi kwenda na confidence za asilimia zote, kwa sababu Simba ni timu kubwa na ni timu nzuri pia, nao wanajiandaa. Kwa hiyo sisi kama wachezaji ni kuweza kufocus na kufanya vizuri. Gap la alama 5 dhidi ya watani wenu wa jadi Simba ambao ni wapinzani wakubwa katika mbio za ubingwa mara zote. Hii inawapa pressure kiasi gani kuelekea dabi? Kuna pressure kiasi chake, kwa sababu hatuhitaji kupunguza pointi katika hizo. Kwa hiyo tunahitaji kuendelea kushinda ili kuweza kujiweka vizuri zaidi. Well, important match as you said. Ni mechi muhimu sana kama ulivyosema. Ni mechi dhidi ya wapinzani wetu wa jadi. Matarajio ni makubwa, lakini kihakika ni mechi ya ligi ambayo tunacheza. Tunakuwa tofauti na alama 5 dhidi ya Simba. Hivyo ni kipindi muhimu sana katika msimu. Kwa hiyo acha tujiandae na tujikite kwenye ubora wa kiwango chetu. Vijana wanaimarika sana, hivyo tunatarajia mazuri kwenye mchezo huu. So we have also good expectations for that match. Mchezo wa Jumapili, dabi ya Kariakoo, Yanga wataingia wakiwa na alama 28, ikiwa ni alama 5 dhidi ya Simba ambao wana alama 23, na timu zote mbili zimeshuka dimbani mara 10 katika NBC Premier League msimu huu. Ni nini kitatokea Jumapili katika uwanja wa New Aman Complex? Tusubiri na kuona. Mimi ni Baraka Mpenja kutoka hapa Zanzibar, na hii ni Azam Sports. Taarifa ya Baraka Adson Mpenja ikiangazia kuwasili kwa Young Africans na kile ambacho amekizungumza kocha Pedro Gonçalves pamoja na nahodha msaidizi Dickson Job. Lakini muda mfupi baada ya kuwasili hapa Zanzibar, mashabiki
wa Young Africans na Simba wametambiana vikali, kila mmoja akivutia upande wake kwamba siku ya Jumapili itakuwa ni furaha kwa upande wao. Taarifa kamili na Ali Bakari. Huu hapo ndio msafara wa wachezaji wa Yanga. Ukitoka katika bandari hii ya Malindi hii hapa unaweza ukaona kwa mbali, utawaona baadhi ya wachezaji wapo ndani kule, anaonekana Mudathiri yule akitupa mkono, na baadhi ya wachezaji wengine ambao unaweza ukawaona. Yes, huyu hapa Isra, huyu hapa ni Baka, huyu hapa Duke na wachezaji wengine. Ndio msafara unaingia huu hapa kutoka Dar es Salaam. Bwana, mambo vipi? Mambo poa. Unaitwa nani kwanza? Naitwa Alex Samson. Jina kamili kabisa? Naitwa Alex Samson Kelvin. Sawa, umekiona kikosi chako cha Yanga kimewasili? Nimekiona kimepita, kimependeza, kimeshine. Umefurahi? Tumefurahi sana ni. Na ndio maana unaonekana una furaha muda wote. Nimefurahi sana kwa sababu kama matokeo tushapata, tusharidhika matokeo. Umeridhika na matokeo gani? Tumajuzi. Matokeo yapi? Sina 5G. Dhidi ya JKT. Yes. Haya yanakupa nguvu kuelekea katika mechi ya dabi? Yanatupa nguvu katika dabi tuna confidence kwa sababu tuna mtaji mkubwa. Watarajie mechi itakuwa ngumu, sio mechi nyepesi kwa upande wao. Wanaamini kuwa wametufunga mara 6 mfululizo, lakini sio kigezo cha kwamba wenyewe ndio mechi hii inayofuata wanaweza kupata matokeo tena mbele ya Simba. Simba sasa hivi imeboreka. Naitwa Juma Mohamed. Umekiona kikosi cha Yanga kikiwasili? Nimekiona fresh tu. Una wasiwasi wowote? Wasiwasi sina. Wasiwasi sina hata kidogo, kwa sababu kwamba msifikirie kama kanifunga mara 6 kwamba nifikirie kama atanifunga tena. Hilo never, haiwezekani tena. Kwa timu yangu sasa ndio ninavyoiamini. Uongo, hawezi kunifunga tena kabisa. Nini kinakupata tabasamu? Mara 6 ya 7 inakuja. Zile 5 za jana zinakupa nguvu? Ya sana tu. Sana. Na uhakika na timu yangu. Sio kwamba mliwaotea. Mtu anakula 4, 6, 7 zote. Nani anakula 4? Simba. Tafadhali bwana. Kabisa. Unajua timu unaenda kucheza nayo? Naifahamu vizuri. Unamjua Libase Gaya? Jana tu. Hamna kitu. Huyo unamzungumzia, hamna kitu. Oya. Utakuja unamjua Anse Oura wewe? Hamna kitu kaka. Hamna kitu. Katika kikosi chako mchezaji gani anayekupa nguvu kuamini kwamba unaweza kushinda? Dep. Narejea mara 3. Depo. Bila shaka yoyote tayari kama ni ngoma ipo uwanjani, kinachosubiriwa ni Machi mosi kuishuhudia mechi ya NBC Premier League kati ya Young Africans dhidi ya Span Sports. Azam Sports 1 HD ndiko ambako utaupata uhondo huo. Mimi ni Ali Bakari wa Azam Sports. Ni tambo za mashabiki wa Yanga na Simba ambazo zimetoka baada tu ya Young Africans kuwasili katika bandari ya Malindi hapa visiwani Zanzibar. Na bado ngoma inaendelea kuwambwa, na ambao wanaendelea kuiwamba ngoma ni wananchi Young Africans ambao jioni leo wamefanya mazoezi katika viwanja vya mazoezi vya New Aman Complex hapa visiwani Zanzibar, na hii ni mara tu baada ya kuwasili katika visiwa hivi. Mazoezi hayo ni maandalizi ya mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya watani wao wa jadi Simba, mchezo utakaochezwa Jumapili hii Machi mosi mwaka huu katika uwanja wa New Amani Complex. Wachezaji wa Yanga wanaonekana kuwa na umakini mkubwa kusikiliza maelekezo ya kocha mkuu Pedro Gonçalves ambaye anataka kuendeleza ubabe kwenye mchezo wa watani wa jadi siku ya Jumapili. Baadhi ya mashabiki wanaamini kwamba mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresma huenda ukawa na athari hasi katika dabi ya Kariakoo ya Yanga na Simba Jumapili hii, lakini shirikisho la soka hapa Zanzibar ZFF limeondoa shaka na kusisitiza Zanzibar ni njema muda wote, hivyo mashabiki waje kushuhudia burudani hiyo ya soka. Hayo yameelezwa na katibu mkuu wa ZFF, si mwingine ni Hussein Ahmada Mvuai. Mwezi wa Ramadhani kwa Zanzibar mchana ndo maisha yanakuwa iko tofauti, lakini unapoingia tu muda wa jioni, kwa maana magharibi, baada ya watu kupata iftar, maisha yanarudi katika hali ya kawaida, kwa sababu ndo muda ambao watu wanaweza kula na kunywa, ni muda ambao watu wanaweza kutembea hapa na pale wakiwa katika hali ya kumaliza ile ibada ya mfungo katika muda ule. Kwa hiyo kwa mchezo huu kuchezwa majira saa 2:15 za usiku, bado naamini mchezo ambao utakuwa wa aina yake na kuvutia, hata kama tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini la msingi ni namna timu zenyewe zilivyo, vikosi ambavyo vipo, lile joto la ligi yenyewe na kwa sababu
matokeo ya mchezo huu yatakwenda kutoa picha kama sio taswira ya nani anawezekana akawa bingwa msimu huu. Yanga nadhani mabingwa mara 4 mfululizo, Simba hajapata taji hapa. Kwa mchezo huu atakwenda kutizama kwa jicho la kipekee. Uwanja wa Amani umekuwa na historia kwa michezo mikubwa. Kwa kwangu mimi na kile ambacho nakiona, na ni watoe wasiwasi wa Tanzania wa Zanzibari, mchezo huu utakuwa na hamasa ile ile, pressure yake itakuwa iko pale pale, joto lake liko vile vile, watu ni kuja kwa wingi tu. Na ni watoe hofu kwa ndugu zetu upande wa Tanzania bara, labda watakuwa na wasiwasi kwa kipindi hicho itakuwaje Zanzibar. Zanzibar ni njema muda wote ule, hajalishi mwezi mtukufu, hajalishi Idi, hajalishi mwezi ya kawaida, bado Zanzibar ni njema na itakaniaje, na watapata kile ambacho kinapatikana Zanzibar, na burudani hii ya mchezo wa dabi itakuwa ni kubwa zaidi. Zanzibar ni njema wakati wote. Mashabiki wa soka njooni Zanzibar kushuhudia dabi ya Kariakoo ikiwa na ladha yake ile ile au pengine ladha zaidi, kwani inachezwa katika ardhi ya marashi ya karafuu. Kamanda wa polisi mkoa wa Mjini Magharibi, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Mchomvu amewatoa hofu wadau na mashabiki wa soka watakaokuja uwanja wa New Amani Complex siku ya Jumapili kushuhudia dabi ya Kariakoo, yani Yanga na Simba, akiahidi ulinzi na usalama wa hali ya juu utaimarishwa. Mwenzetu Baraka Adson Mpenja amefanya mahojiano maalum na kamanda huyo. Jeshi la polisi kwa hiyo fulani leo isema tunataka kuhakikishia Yanga na Simba, lakini Wazanzibari wote, Watanzania wote na watu wa Afrika Mashariki wanapenda hii mechi, kwamba usalama utakuwa mkubwa, utakuwa mzuri, tutakuwa na askari wa kutosha waliovaa uniform na waliovaa kiraia. Tutashirikisha vikosi vingine vya ulinzi na usalama vilivyoko hapa katika mkoa wetu. Kwa hiyo tuna uhakika usalama utakuwa kutosha kabisa. Wapo mashabiki kama kutoka Tanzania bara, kule kuna heka mapenzi makubwa, mambo yanakuwa mengi pale, ili nalo mnajipangaje kukabiliana nalo? Kwa hiyo tuwataka wale wenzetu wanaotoka kule Dar es Salaam, Tanga, Morogoro, miji yote ya bara kule, wako vibaka kule wengi wanakujaga kutaka kutafuta mitaji. Sasa niwaambie tu kwamba waje kwa utulivu. Waje kwa utulivu kwa sababu wananchi wa hapa Zanzibar, hapa Mjini Magharibi ni watulivu. Na niwashukuru pia kwamba tusha hosti mashindano haya makubwa. Afcon wamekuja hapa kwetu, lakini Chani walikuwa hapa, tunakuwa na Mapinduzi Cup. Mara nyingi kwa kweli wakija nao wanakuwa staarabu. Kwa hiyo waendelee na ile hali. Inawezekana uwezo wa uwanja usio mkubwa kulinganisha na idadi kubwa ya mashabiki. Wale ambao watakuwa na ticket wanaweza kaingia. Kuna wale ambao wanakuja uwanjani wanakuwa hawana ticket na uwanja umejaa, na mamlaka zishawaambia uwanja umejaa, lakini wanafika pale baadaye inakuja kutokea matatizo makubwa kati ya hao mashabiki wengi na jeshi la polisi. Ujumbe wako ni upi kwao watu wa namna hiyo? Yaani ukiambia bwana ticket zimeisha, jua na kiti umekosa, tumia television. Azam kwa kweli tuwashukuru Azam, hilo tatizo Azam washalipatia ufumbuzi. Yaani mtu yote uwe na TV ndogo kiasi gani, kwa Azam watu wataangalia mpira. Hapa Zanzibar yako maeneo mengi ya public ya pamoja, nenda kule kaangalia mpira kwenye TV. Kwa hiyo ninachotaka kusema, yule ambaye kweli anaona ni muhimu aingie uwanjani awahi kukata tiketi. Tiketi zetu nafikiri ni 16,000. Wale wanao TFF watazingatia hilo wakishirikiana na ZFF. Na si vyombo vya ulinzi sana tutasimamia. Kwa hiyo jitahidi, pata tiketi yako mapema, uwanja ni mdogo. Watu 16,000, kata tiketi yako mapema. Ukiona una tiketi usije. Usije. Usafu nataka watu wakae kwa usalama. Kwa msingi huo, dabi iko mikono salama. Wale wanaotoka bara mje kwa amani kabisa, hakuna wasiwasi, na wale wanaokaa hapa Zanzibar wataingia kwa amani, na mechi itachezwa Jumapili. Machi mosi itakuwa live Azam Sports 1 HD. Wale ambao watakosa ticket, lipia mapema kisimbuzi chako kwa kushuhudia burudani ya kandanda katika mchezo mkubwa kabisa. Mimi ni Baraka Mpenja, Azam Sports kutoka hapa Zanzibar. Usalama umeimarishwa kweli kweli na kila kitu kiko shwari kama ambavyo huwa shwari Zanzibar wakati wote, si nyakati nyingine wala wakati ambao unachezwa dabi ya Kariakoo. Hivyo Kennedy Moses, kama una mpango wa kuja Dar es Salaam ama una jamaa yako ana mpango wa kuja Dar es Salaam na nia yake ovu, basi mtahadharishe, kwani kamanda Mchomvu amesema Zanzibar itasalia kuwa salama na juhudi zimewekwa kwa ajili ya kuhakikisha hilo. Nakuhakikishia kaka, nitakuja kutazama mechi ya dabi tarehe 1 Zanzibar, na nitakuja kwa nia njema na nzuri, lakini pia nimefurahi kuona umevaa suti kama yangu na kuinspire sana kaka. Tutakwenda kutazama muhtasari na yale ambayo tutakuwa nayo kwenye nusu saa ya pili baada ya kukamilisha nusu saa ya kwanza ya mshike, na machache kati ya yale ambayo tutakuja kujuza ni pamoja na haya.
Leo dunia ya soka inaangazia miaka 10 ya uongozi wa rais wa FIFA duniani Gianni Infantino tangu achaguliwe Februari 26 mwaka 2016. Na kuelekea mchezo wa Del Clasico utakaozikutanisha Borussia Dortmund dhidi ya Bayern Munich, wachambuzi wa soka Dar es Salaam wachambua mchezo huo. Mshike endelea kuwa nasi. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni mshike. Jina langu ni Kennedy Moses, nikutangazia moja kwa moja kutoka makao makuu ya Azam TV hapa TOT Tabata, Dar es Salaam. Na muda huu tufunge safari tena kurejea kwake Ramadhan Ngoda ambaye amekita kambi visiwani Zanzibar, anakuendelea kutujuza yale yanayoendelea kuelekea dabi ya Kariakoo tarehe 1 mwezi ujao. Lotan, karibu. Asante sana Kennedy, na bila shaka tupo hapa kwa ajili ya hilo, na tuende tukaangalia taarifa nyingineyo ambayo hii sasa ni taarifa ambayo kwa kiasi kikubwa inakwenda kutoa mwangaza kwamba dabi ya Kariakoo inakwenda kuchezwa, kwani kikosi cha mnyama Simba kimewasili mchana wa leo tayari kabisa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Young Africans utakaochezwa Jumapili hii katika uwanja wa New Amani Complex. Kocha mkuu wa Simba Steve Becker na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali wamepata bahati ya kuzungumza na mwenzetu Ali Bakari baada ya kuwasili katika bandari ya Malindi hapa visiwani Zanzibar. Ni boti ambayo ndio Simba Sports ama mnyama mkali wa mwituni ameitumia kuweza kuwasili hapa katika bandari hii ya Malindi akitokea Dar es Salaam. Unakumbuka ya kwamba Simba Sports ilikuwa Dodoma kule ama mkoani Dodoma kucheza mchezo wa NBC Premier League dhidi ya Dodoma Jiji, na baadaye wakawasili Dar es Salaam, na tayari sasa boti hiyo hapo inafika hapa katika bandari ya Malindi tayari kuashiria ya kwamba mechi ile ya dabi ya Kariakoo tayari imefika uwanjani. Hii ni kuelekea mechi mosi katika dabi ya Kariakoo NBC Premier League. Ndio, unajua kama ilivyo kawaida, tumecheza jana usiku, tumesafiri kuja hapa Zanzibar. Kwa hiyo tunakwenda moja kwa moja hotelini kupumzika kidogo, kisha tunaendelea na maandalizi usiku wa leo kwenye kipindi cha mazoezi, na kesho na Jumamosi maandalizi ya mechi hii kubwa na muhimu sana kwetu yataendelea. Hivyo maandalizi yanaendelea vizuri na tutakuwa tayari. Unajua tunatakiwa kuwa imara kiakili. Timu inazidi kuimarika katika maeneo mengi, kimbinu, kiufundi na kisaikolojia. Tunajisikia vibaya hatukupata alama zote jana. Hivyo ni muhimu kwetu kurejea vizuri. Mashabiki wa Simba wasio na hofu. Wasiwingiwe na ubaridi hata kidogo. Ni kweli tumekuwa na matokeo mabaya kwenye mechi za dabi kwa siku za hivi karibuni, na mechi yetu ya mwisho kuelekea kwenye dabi vile vile tumepata matokeo mabaya kwa maana sare dhidi ya Dodoma Jiji, lakini zote hizo haziwezi kuwa sababu za kutunyong'onyesha sisi kuelekea katika mchezo huu wa dabi. Tumejipanga, tunajipanga. Hii ni mechi mpya, ni mechi yenye taswira mpya, ni mechi yenye fikra mpya, ni mechi yenye maandalizi mapya, ni mechi mpya kweli kweli kwa upande wetu, na hivyo wana Simba wanapaswa kuichukulia upya huo na wala wasiathirike na matokeo ambayo yamepita. Mimi niseme tu kuja hapa Zanzibar ama hii mechi kuja kuchezwa hapa Zanzibar, kwa lugha nyepesi tu niseme ya kwamba mbuzi amefia kwa muuza supu. Timu zote mbili sasa zimekwisha wasili katika visiwa hivi vya Zanzibar. Hii inaashiria ya kwamba dabi ya Kariakoo tarehe 1 mwezi wa 3 ipo uwanjani sasa. Nini kitatokea katika dakika 90 za siku hiyo ya dabi ya Kariakoo? Mimi ni Ali Bakari, Azam Sports. Kuwasili kwa mnyama Simba katika ardhi ya Zanzibar kiashirio tosha kwamba sasa timu zote zimewasili Zanzibar na ziko tayari kwa ajili ya mchezo wa Kariakoo utakaochezwa siku ya Jumapili kwa maana ya Machi mosi katika uwanja wa New Amani Complex. Kama baada ya mshike kisha kwamba tunakusomea ama tunakuletea yale ambayo umetuandikia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwenye swali ambalo huwa tunakuuliza, na leo bila kupoteza muda tumekuuliza swali lifuatalo: kuelekea dabi ya Kariakoo, Yanga Sports Club dhidi ya Simba Sports Club
Machi mosi. Timu zote zimekwisha wasili katika ardhi ya Zanzibar. Ni timu gani unaipa nafasi kubwa ya kushinda na ni kwa nini? Hilo ndio lilikuwa swali ambalo tumeliuliza katika mtandao wetu wa kijamii. Lakini tukianza na maoni yako ambayo umeyatuma katika ukurasa wetu wa Facebook. Huyu anaitwa Bukchumi Jackbo wa Kakonko, Kigoma. Anasema kwake yeye anampa nafasi Simba kushinda mechi kwa sababu amekaa na fedheha ya muda mrefu. Bila shaka ameenda kubadili historia na kurudisha heshima iliyopotea kwa muda sasa. Mwingine anaitwa Gilbert Shuma. Yeye anasema Simba anashinda kutokana na hali yake ilivyo sasa. Simba anapishana pointi 5 na Mtani. Kwa hiyo atakaza ili wapishane pointi 2, alafu kitajulikana mbele. Simba atapiga 2 za haraka, Yanga anakufa. Huyu anaitwa Josephat Sospita. Anasema mpira ni dakika 90, Yanga ni bora, lakini Simba pia kwa sasa wana higher fighting spirit. Atakaye kuwa bora na kutumia vizuri makosa ya mwenzake atashinda. Naona idadi ya magoli 2 katika dakika 90. Yeye ndio anasema hivyo katika maoni yake. Lakini ukija katika mtandao wetu ama ukurasa wetu wa Instagram, huyu anasema mchezo utakuwa mgumu sana kutokana na mbinu za makocha wote wawili, kuwa nzuri. Lakini nafasi ya ushindi anaelekeza kwa Yanga kwa sababu wana confidence nzuri kutokana na matokeo ya mechi zake 3 mfululizo zilizopita, tofauti na mnyama. Sare dhidi ya Dodoma imempunguzia kujiamini. Doto TZ kutoka Mayaguri, Kahama, anasema timu anayoipa nafasi ya kushinda ni Young African Sports Club kutokana na kikosi chake imara na namna wanavyojituma uwanjani pamoja na benchi la ufundi, ukiachana na mwendelezo wa kumfunga mtani wao mara 6 mfululizo. Leo Kwimbi anasema derby ina maandalizi ya kipekee sana kwa kila timu. Kwake yeye anadhani timu itakayojiandaa vizuri na kuheshimu nyingine basi itatoka na ushindi, na binafsi anatamani kuona mpira mzuri. Hayo ni maoni katika kurasa zetu za Instagram na Facebook ambayo umetuandikia kutokana na swali ambalo tumeliuliza. Kennedy Moses, hapa Zanzibar joto ni kali sana, lakini joto la kuelekea dabi ya Kariakoo ni kali zaidi. Shukrani sana. Mimi sikuchoshe, najua huu muda unataka ukaongeze urojo kidogo, booster hiyo nzuri, sababu ndugu yangu umefunga. Kwa hivyo kila laheri kwako na hongera pia kwa kazi nzuri unayoifanya. Kesho pia ni siku, tutakutana hapa saa 3 kamili usiku ndugu yangu. Asante sana. Ni Halwatan Ramadhan Goda mwenzangu kutoka visiwani Zanzibar akizungumza nasi kuhusiana na yale yanayoendelea kuelekea dabi ya Kariakoo tarehe 1 mwezi huu ujao pale visiwani Zanzibar, kwa maana tarehe 1 mwezi wa 5. Tuendelee kuangazia mengine tulinayo mezani, na sasa tugeukie upande wa mashabiki wa klabu ya Simba ambao wao wametoa hisia zao kuelekea dabi ya Kariakoo Machi mosi mwaka huu, wakisema kuwa wanaamini kwamba hawatokubali uteja, kwani mtani wao alama 3 za kwenye mchezo huo lazima azilondoshe. Mimi nataka tuvute uteja mara bwana, lakini ukibidi ukiendelea ya 7 ya 8 tena hapo tena ndugu yangu mwanangu tena mara itabidi tutafute wachezaji wa dunia nzima, wale mashuhuri maarufu tuwasajili. Tunachotaka sisi ni ushindi. Mara wao wanataka ushindi na sisi tunataka ushindi. Mara tuweke heshima, lakini nakwambia itakuwa futari ya iliki. Dapu itakuwa iliki. Mara futari tunakotisha shafuturu saa 3, lakini daku sasa ile daku lile. Isha mwana bwana. Mimi nishasema nikifungwa daku sili. Nalala bila kula daku na kunywa maji na maziwa basi. Target ni kuleta heshima ya Simba Sports. Na nia tunayo, sababu tunayo. Kikosi tulichokuwa nacho, mimi sina wasiwasi wa aina yote, na imani kabisa itakuwa ni fezea na aibu kufungwa tena na mtani inaelekea Sumala 7 huko Sumala 8. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi na imani kabisa kwa timu tulikuwa nayo na confidence tulikuwa nayo wana Simba, na imani kabisa tunakwenda kupata matokeo sahihi pasi na shaka na yote. Na hilo kwa nini ninachoambia wana Simba, tumekwenda Zanzibar, sio na hofu aina yote. Zanzibar sisi Simba ni nyumbani kwetu. Nina uhakika kabisa kuelekea mechi ya dabi, tunajua nini tunataka, timu inajua nini inataka, inajua washabiki wake na wanachama wanataka nini kuelekea dabi. Kutokana na draw ya jana, nina uhakika kabisa timu itacheza vizuri na tutaweza kuperform vizuri na kupata point 3 muhimu ambazo tunazitaka dhidi ya mahasimu wetu.
Tuendelee kuangazia mengine tulionayo mezani hii leo. Kuelekea dabi ya Kariakoo Machi mosi visiwani Zanzibar, mashabiki wa klabu ya Young Africans kutoka Dar es Salaam wameahidi kuendeleza ubabe mbele ya mtani wao kwa kupata ushindi wa 7 mfululizo Jumapili hii. Mwandishi wetu Omari Suleiman amezungumza na mashabiki hao na hii ni taarifa yake. Ni dabi ya Kariakoo. Machi moja itakwenda kupigwa katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Mashabiki wa Yanga wana hamasa kubwa na wako tayari kuelekea mchezo huo. Wametamba na wakiamini kuwa timu yao inakwenda kufanya vizuri kwenye mchezo huo. Wenyewe wasema wanaendeleza ubabe wao kumtwanga mtani wao. Nilikuwa nasikitika kwa nini viongozi kila inapotokea kesi ya sisi na Simba inapelekwa Segerea, inapelekwa Ukonga. Kwa nini leo hii mfungwa huyu tusimpeleke katika gereza kula Guantanamo Bay? Lakini leo hii tunampeleka kwenye gereza akazungumze na wafungwa wenzake, akazungumze na JS Kabiri, aende akazungumze na Waarabu wenzake. Atake tutamfunga, asitake tutamfunga. Na tunawaambia kama hawana moyo mgumu wasije Zanzibar. Tunakwenda kuchukua alama zetu 3 muhimu ambazo ni alama 3 muhimu ambazo tunaenda kuzifuata pale Guantanamo Bay. Sasa tunaenda kuhakikisha ubingwa huu mai wetu ndio anatakiwa adhibitishe na gonge muhuri kwamba Yanga anatakiwa kuwa mbingwa wa 2025-26. So tunaenda kumwambia Guantanamo Bay ni gereza kuu ambalo mfungwa akiingia hana sehemu ya kutokea. Mpaka sisi tuseme kifungo chako kimefika ukomo. Mimi nasemaje? Nasemaje? Tajiri? Tajiri? Ukutane? Imeisha hiyo. Bana, mimi sina mengi ya kuyasema isipokuwa nawaambia tu wana Yanga wote nchi, utoke Mkulanga, utoke Kipati, utoke Bagamoyo, na yani hata tukisema tucheze Kenya, sisi tunaenda kama mashabiki wa Young Africans. Tukisalia kwenye dabi zikiwa zimesalia siku chache kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo utakaokutanisha Yanga dhidi ya Simba, baadhi ya wachezaji wa zamani wametoa maoni yao kuelekea mchezo huo huku wakisisitiza kuwa hautakuwa mchezo rahisi. Sio kwa dabi ya Simba na Yanga. Timu zote huwa zinakuwa ziko vizuri tu. Na ushindi wa kwa timu yoyote kutokana na dabi jinsi ilivyo. Hata kama Yanga iko vizuri inaweza kafungwa na Simba walio mbovu, au Simba kama iko vizuri inaweza kufungwa na Yanga mbovu. Kwa hiyo ndio utaratibu wa dabi wa ilivyo miaka yote. Kwa hiyo ni dabi na vikutana Simba na Yanga ni ushindani mkubwa tu. Kwa jinsi hiyo ni ngumu kusemea hivyo. Lakini dabi mimi kama mwanamichezo navyozijua hizi, na mimi nimecheza hayo mashindano kati ya Simba na Yanga, mtu yote anaua anafungwa kwenye mechi. Kwa hiyo tu ni mtu atakayekuwa na bahati kwa siku hiyo basi na kutumia vizuri makosa ya mwingine. Ndio kitu cha msingi. Ushindi utakapopata nafasi namna ya kuzitumia. Siku zote mechi ya Yanga la Simba huwa zina uzito wake. Kwa hiyo hata kama itakuwa labda upande mmoja hauko vizuri, lakini mechi Yanga la Simba ina uzito. Kwa hiyo na imani kwamba itakuwa mechi ambayo ina upinzani kama upinzani za siku zote zinavyokuwa. Kwa hiyo na imani mechi itakuwa nzuri. Yanga naona wamejipanga, wako vizuri na lengo lao haswa ni kuchukua ubingwa. Na wachukua ubingwa ili waende wakashiriki tena mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo malengo yao yapo kama walivyopanga, wanataka washinde mechi, washinde na ubingwa. Kwa hiyo nafikiri wamejipanga vizuri. Kwa kawaida inakuwa haina mwenye timu zote hizi Yanga na Simba mechi hizi wanapokutana inakuwa zinajiandaa kupita maelezo. Inakuwa ni tofauti na game nyingine zozote zile. Sio ya kimataifa, sio ya ligi. Lakini wakikutana wenyewe kwa wenyewe inakuwa matayarisho yake ni makubwa. Tofauti kabisa na mechi nyingine. Na kiuwezo timu Yanga wana uwezo, ndio inaonekana ya timu iko vizuri. Simba bado wanajitafuta. Lakini kwenye dabi hakunaga vitu kama hivyo. Dabi inategemea nani atamka vizuri. Confidence Yanga ndio wana confidence, wana timu nzuri, matokeo mazuri pia. Wenzao kidogo wanasuasua, lakini isiwe ndio sababu kwamba wataingia kiunyonge.
haitakuwa mechi rahisi kwao, mechi itakuwa ni ngumu. Tusalie hapo kwenye ligi kuu tukitazama mechi zingine sasa. Kikosi cha Fountain Gate FC kimepoteza mchezo wa ligi kuu NBC Tanzania Bara dhidi ya TRA United kwa kukubali kichapo cha magoli 4-1. Mabao ya TRA katika mchezo huo yamefungwa na Enoch Jea, amefunga magoli mawili dakika 29 na 56, huku mabao mengine yakifungwa na Ami Mapaka dakika ya 45 na bao la 4 likiwekwa kambani na Chanda Chewe dakika ya 51. Kwa upande wa bao pekee, kwa upande wa Fountain Gate limefungwa na Chukunoye Obasi dakika ya 83. Fountain Gate inaendelea kushika nafasi ya 15 ikiwa na alama 12, huku TRA United ikiwa imefikisha alama 16. Wakati hayo yanaendelea, mchezo mwingine wa ligi kuu NBC umemalizika muda mfupi uliopita ukiwakutanisha Wawaji wa Kusini na Mungo FC dhidi ya Singida Black Stars na kukamilika kwa sare ya kufungana goli 1-1. Katika mchezo huo, Singida Black Stars walikuwa wa kwanza kupata bao lililofungwa na Elvis Lupia kwa mkwaju wa penalti dakika 58 ya mchezo huo. Katika upande wa bao la kusawazisha kwa Mungo FC limefungwa dakika za jioni, ambapo mfungaji akiwa ni Fabrice Ngoi Wangoi akitokea bench. Namungo sasa wamefikisha alama 21 katika michezo 16 waliocheza mpaka sasa, wakati Singida Black Stars wao wakiwa na alama 16 katika michezo 10 waliocheza mpaka hivi sasa. Wakati anaendelea, tugeukie sasa JKT Tanzania kupitia afisa habari wa kikosi hicho Masau Bwire. Yeye amegusia mengi kuelekea mengi ambayo yanakuja huko mbele, lakini pia amegusia sababu za wao kupoteza mchezo wa hapo jana, lakini hilo ni miongoni mwa wale ambao tunayo hii leo. Tutazame lingine la kimataifa, ambapo leo dunia ya soka inaangazia miaka 10 ya uongozi wa rais wa FIFA Gianni Infantino tangu achaguliwe Februari 26 mwaka 2016. Kiongozi huyo wa Uswizi amebeba ajenda ya mageuzi na upanuzi wa mashindano na ongezeko kubwa la uwekezaji katika maendeleo ya soka duniani ikiwemo bara la Afrika. Mzito Akida Kilango anaarifu zaidi kuhusiana na hilo. Chini ya Infantino, shirikisho la soka kimataifa FIFA limeongeza wigo wa mashindano yake kwa lengo la kufanya yawe jumuishi zaidi. Uamuzi wa kupanua kombe la dunia kutoka timu 32 hadi 48 kuanzia mwaka huu wa 2026 ni moja ya hatua kubwa zaidi katika historia ya mashindano hayo. Hatua hii imeongeza nafasi kwa mataifa ya Afrika kushiriki kwa idadi kubwa zaidi, hivyo kuongeza fursa kiuchumi na ushindani kwa bara hilo. Aidha, kuanzishwa kwa toleo jipya la kombe la dunia kwa klabu lenye timu 32 kumezipa klabu za Afrika jukwaa pana la kimataifa, fursa ya kukuza vipaji, mapato na thamani ya soko kwa wachezaji wake. Katika kipindi cha miaka 10, Gianni Infantino ameweka msisitizo mkubwa kwa maendeleo ya soka barani Afrika kupitia programu za maendeleo kama FIFA Forward. Programu hizi zimeongeza ruzuku kwa vyama vya soka na mashirikisho ya kitaifa, kuboresha miundombinu na kuimarisha utawala bora wa michezo. Katika kuimarisha zaidi soka la Afrika, FIFA ilisaini makubaliano ya ushirikiano na Saudi Fund for Development kwa ajili ya kutoa mikopo nafuu iliyosaidia nchi zinazoendelea kujenga viwanja vyenye hadhi ya FIFA. Mpango huu wa dola bilioni 1 unalenga kuhakikisha kila nchi, hasa za Afrika, inakuwa na angalau uwanja mmoja unaokuwa na viwango vya kimataifa ili timu za taifa ziweze kuchezea mechi zake nyumbani. Hatua hii ni suluhisho kwa changamoto ya muda mrefu ambapo baadhi ya mataifa ya Afrika yalilazimika kuhamisha mechi zake za nyumbani kuchezwa nje kwa kukosa viwanja vinavyokidhi vigezo nyumbani. Kupitia ushirikiano na shirikisho la soka barani Afrika CAF, kumeshuhudiwa ongezeko la uwekezaji katika mashindano ya vijana na wanawake. Hii imechangia kuibuka kwa vipaji vipya na kuimarika kwa taswira ya soka la Afrika kimataifa. Kwa Tanzania, chini ya mwamvuli wa shirikisho la soka Tanzania TFF, misaada ya FIFA imechangia maboresho ya miundombinu, programu za vijana na maendeleo ya soka la wanawake. Katika muongo huu, Tanzania imeshuhudia kuimarika kwa ligi ya ndani kwa viwango vya ushindani, hali kadhalika ushiriki wa klabu zake katika mashindano ya CAF kama ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Infantino ameweka msisitizo mkubwa katika kukuza soka la wanawake, akiongeza bajeti na idadi ya timu katika FIFA Women's World Cup. Hii imehamasisha nchi nyingi za Afrika ikiwemo Tanzania kuwekeza
katika timu za wanawake na ligi zao za ndani. Naam, tuangazie sasa mafanikio na changamoto zake. Wakati unaungana pia na Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, kuweza kusikia mtazamo wake kutoka kwa hicho ambacho kimeendelea tangu 2016 mpaka sasa. Ni maendeleo makuu ambayo ameyafanya rais wa FIFA kwa miaka yake 10. Kwanza ni upanuzi wa kombe la dunia, kuongezwa kwa timu hadi 48 2026, nafasi za Afrika kuongezeka. Lakini nafasi ya pili pia World Cup mpya, timu 32, mapato makubwa kwa ngazi ya klabu. Lakini ukiacha hilo, nafasi ya tatu la tatu kubwa ambalo amelifanya ni uwekezaji barani Afrika, programu ya FIFA Forward ama ruzuku kwa vyama vya soka. Maendeleo ya soka la wanawake ni miongoni mwa maeneo ambayo yameleta mabadiliko makubwa. Lakini pia la 4 ni miundombinu ya viwanja, makubaliano na South Fund for Development, mpango wa mikopo hadi dola bilioni 1 ni miongoni mwa wale ambao ameyagusia. Lakini changamoto kadhaa ambazo amekutana nazo, miongoni mwapo ni pamoja na hizi. Kwanza ya ushawishi kwa CAF, FIFA kuwa na nguvu zaidi ndani ya CAF kuliko mashirikisho mengine ni miongoni mwa changamoto na mijadala mikubwa ambayo inagusiwa sana hivi sasa. Lakini pia la pili ni mabadiliko ya kalenda, na hii ni kutokana na kubadilishwa kwa ratiba za mashindano ya CAF. Mjadala wa kuendana na kalenda ya Ulaya ni miongoni mwa changamoto kubwa ambazo zinazungumzwa kumhusu. La tatu ni siasa na ushawishi wa kifedha, ushirikiano wa kimkakati na mataifa yenye nguvu za kifedha. Maswali juu ya uhuru wa maamuzi ya CAF ni miongoni mwa mjadala mikubwa. Lakini utekelezaji wa miundombinu, hili ni la 4. Je, mikopo itakuwa nafuu kwa nchi masikini na uwezo wa kulipa na kusimamia miradi utakuwa vipi? Ni miongoni mwa mjadala mikubwa ambayo inamkumba hivi sasa. Kwa sekunde chache, Nkini, wapi unadhani ameweka alama kwenye miaka yake 10 akiwa na shirikisho la soka duniani FIFA? Nafikiri kwenye bara la Afrika, moja ya marais wa FIFA ambao tunao tukawapongeza kwenye jinsi ambavyo wamesaidia maendeleo ya soka la Afrika, huyu ni mmoja wapo. Na kama ukiweka kwenye mzani, basi atakuwa anashika nafasi ya kwanza, kwa sababu kwanza ukiangalia na geography imesema vizuri, nchi nyingi za Afrika zimepata nafasi ya kushiriki michuano ya kombe la dunia. Ukiona sasa hivi unazungumzia ni nchi 48 zinashiriki michuano ya kombe la dunia kutoka 32. Kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yametokea. Lakini pia ukitazama, angalia jinsi ambavyo amekuwa akipambana kuhakikisha kunakuwa na miundombinu bora ya michezo. Tumezungumzia kuhusiana na viwanja hapa. Kuna wakati nchi moja timu yake ilikuwa inatoka kwenda nchi nyingine, lakini kwa sasa ukiona kunakuwa na mabadiliko, karibia kila nchi ina uwanja ambao ni bora zaidi wa kutumika kwenye mashindano. Shukrani sana Nkini. Tupata saa mwingine kujadili mengi zaidi. Baada ya Philip Nkini, swali kuu katika mjadala huu si tu kama FIFA na kuwa ushawishi wake barani Afrika limekuwa mjadala mkubwa, bali kama ushawishi huo umeleta matokeo chanya. Tumezungumza na mchambuzi mbobevu wa soka la kimataifa Jeff Lea ili kuweza kusikia maoni yake kuhusiana na hilo. Watu wanapaswa kukumbuka kwamba Gianni Infantino aliingia kwenye nafasi ya urais wa FIFA katika wakati ambao kulikuwa na crisis, kulikuwa na mgogoro. Kwa wale wanaokumbuka, hiki kilikuwa ni kipindi ambacho ametoka kuondoka Sepp Blatter, ambaye aliondoka muda mfupi tu baada ya kuwa ametoka kupigiwa kura. Kwa hiyo Infantino alikuja akiwa na reputation kama mtu ambaye anataka kuisafisha FIFA, kwa sababu wakati ule scandals zilikuwa nyingi. Scandals zinazomhusu Sepp Blatter, kuna mtu alikuwa anaitwa Mohamed bin Hammam, kuna scandals zilikuwa zinahusu kina Jack Warner kutoka Trinidad and Tobago kule. Kwa hiyo baada ya muda Infantino alibadilisha upepo wa siasa za FIFA. Kwa mfano, kuna mambo mazuri ameyafanya, sio yote ni mabaya. Leo hii funding imeongezeka kwa baadhi ya mabara kama bara la Afrika, bara la Asia. Of course ameongeza hata nafasi kwenye kombe la dunia. Kwa mfano, Afrika sasa hivi tunapeleka timu 9 badala ya 5. Kwa hiyo kuna vitu vizuri, lakini kwa swali specifically ulilouliza, influence ya FIFA kwenye mpira wa Afrika imekuwa kubwa sana. Imekuwa kubwa in what ways? Of course sio kitu kibaya by the way kwa FIFA kuwa na mkono kwenye mabara, kwa sababu FIFA ndio baba wa mpira duniani. Ambacho hakitakiwi kuonekana ni FIFA kuingilia mpaka mambo ya ndani yale. Kwa mfano, kupanga nani awe kiongozi wa juu, kupanga affairs za bara la Afrika. Naam, tukamilisha na hili. Kuelekea mchezo wa El Clasico utakao kukutanisha Borussia Dortmund dhidi ya Bayern Munich, baadhi ya wachambuzi wa soka kutoka Dar es Salaam wametoa maoni yao kuelekea mchezo huo, wakiamini kuwa utakuwa mvuto kwa sababu timu zote mbili zimejiandaa vyema. Signal Iduna Park pata zizima, kwa sababu nakumbuka mechi ya kwanza Bayern walishinda nyumbani 2-1 na nakwenda Signal Iduna Park pale Niko Kovac
kocha wa zamani wa Bayern, mchezaji wa zamani wa Bayern, anazijua timu zote mbili. Sasa hivi yuko Dortmund, lakini alikuwa Bayern. Anajua vitu vingi, anajua historia za mpira wa Ujerumani, anajua Der Klassiker maana yake nini, amekuepo yeye mwenyewe, amecheza. Nafikiri atataka kuweka alama. Ni tofauti na kocha wa Bayern ambaye sasa hivi yeye ni mgeni bado, ndio amekwenda kwenye msimu huu kutoka kwao Ubelgiji. Alikuwa England, lakini ameanza kuona hii hali ya ushindani uliopo. Kwa ni mechi ngumu, lakini nafasi kubwa mimi nampa Bayern Munich kwa sababu ya kulinganisha na performance zake nyingine ama mechi zake nyingine kwenye ligi kuu ya Bundesliga pale nchini Ujerumani. Ukitazama Bayern ana mtu kama Musiala na wachezaji ambao yani wanaweza tu wao wenyewe binafsi. Ikiwezekana mwalimu akawa ameshafundisha ameshamaliza, lakini unakuwa na mchezaji ambaye watu wenyewe siku hizo wanamuita X factor, ambaye ana uwezo wa kuamua mechi na kuibeba timu wakati wowote. Tumekamilisha hivyo mshike leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, mimi ni Kennedy Moses, ulikuwa ni mshike. Kesho na siku, usiku mwema.